Baba, tunakushukuru kwa ajili ya damu yako. Tuko tayari kula na kusikia kutoka kwenye nyumba yako na kinywa chako Bwana. Acha Bwana maneno ya kinywa changu yakapate kibali na mawazo ya moyo wangu mbele zako Bwana. Tutakaposikiliza neno lako, acha neno lako likawe chakula kabisa katika maisha yetu. Jioni ya leo Bwana, tuko kutazama kazi kubwa ambayo umeifanya pale katika msalaba wako. Tunakutukuza Bwana kwa ajili ya kazi njema ambayo umeifanya kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa. Tunakurudishia heshima, sifa na utukufu katika jina kuu la Yesu Kristo. Unaweza ukampigia Bwana makofi. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya Ijumaa Kuu. Hapa ndipo tunaposema kwamba imekwisha. Tukiangalia kwenye maandiko, leo ni siku ya muhimu sana. Nilikuwa naongea jana na sitaki kurudi kule kwamba mwanadamu alipotenda dhambi, alipokosea, na actually mwanadamu aliasi, si ndio? Alafu dhambi ikawa ni matokeo ya kuasi kwake. Lakini kikubwa ambacho kilifanyika ni kwamba mwanadamu aliasi kinyume na Mungu alichokuwa amemwambia, na akafungua mlango wa dhambi kuanza kufanya kazi. Na Mungu alisema kwamba akila tunda hakika kufa. Utafanya nini? Utakufa. Na tunaona kwamba kwa mara au kwa muda mrefu hatuoni mwanadamu akifa. Hatuoni kile kifo ambacho kwa kinasemwa. Lakini tunaona baada ya miaka kadhaa tunamuona Adam sasa naye anakufa, kitu ambacho hakikuwa mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Lakini kwa sababu dhambi imeingia, na anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo alipoingia adui kwenye maisha ya mwanadamu, umauti ukaanza. Na kadri siku zilivyoenda, Mungu akaenda akipunguza hata siku za wanadamu duniani, baada ya kuona mioyo yao iko katika hali ambayo sio nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwenye ile sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu akagairi kwa nini alimuumba mwanadamu. Hasira ya Mungu ikawa hipo. Sasa namna ya kuituliza hasira ya Mungu, kwanza uthibitisho wa kwamba Mungu ni wa haki ni kwamba alichokisema lazima kitokee, kwamba mwanadamu anapaswa kuadhibiwa. Na tulipotenda dhambi tuliingia katika deni na Mungu, na hilo deni lilikuwa ni deni la mauti, kufa. Kwa hiyo tulikuwa tunadaiwa kila siku, tulikuwa tunadaiwa na shetani kwamba wanatakiwa wafe, wanatakiwa wafe, wanatakiwa wafe, wanatakiwa wafe, lakini ni kama akiwi vile ambavyo kimetamkwa. Sasa Mungu anakuja sasa, ndio maana nikasema msalabani ni mahali haki ya Mungu na upendo wa Mungu vinakutana. Haki ya Mungu na upendo wa Mungu vimefanya nini? Vimekutana msalabani. Kwa nini? Haki ya Mungu ni kwamba mwanadamu lazima adhibiwe. Lakini upendo wa Mungu ni pale ambapo Mungu mwenyewe anajitoa kufa kwa niaba ya mwanadamu. Kwa hiyo vyote vinatendeka katika msalaba. Haleluya. Haleluya. Tumekuwa tukizungumza kuhusu nguvu ya msalaba kwa hii wiki nzima. Lakini leo tunaenda kuangalia kwa kina kuhusu kusulubiwa kwa Kristo. Haleluya. Kusulubiwa kwa nani? Kwa Kristo. Na ni ajabu tunapoanza kuongelea damu ya Yesu, tunapoanza kuongelea kusulubiwa kwa Kristo, unapoanza kuongelea swala hili, nguvu ya Mungu tu inakuepogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 15. Yohana sura ya 3 mstari ule wa 13 mpaka ule mstari wa 15. Mimi nitakuwa nikisoma katika moja tafsiri ambazo ninazipenda, ambayo ni Message Translation. Nitakuwa nikisoma katika tafsiri ya Message Translation, kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari ni ule wa 13 mpaka 15. Anasema, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adam. Nani huyo? Kristo. Mstari wa 14, na kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa. Haleluya. Hapo anasema ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika
yeye. Mpaka hapo tu tunaonyeshwa hakuna ambaye ameshawahi kwenda mbinguni. Kumbuka huyu ni Kristo anaanza kuelezea. Sasa kitabu cha Yohana ukisoma utaelewa vizuri. Kristo alikuwa anaeleza nini atakifanya. Sana utamuona Kristo tu, na kuna details nyingine, kwa mfano details ambazo zilikuwa hazimuhusu Yesu moja kwa moja, mambo yaliokuwa yanaendelea hata kipindi anasulubiwa. Kwenye kitabu cha Yohana vingi uvioni. Unaviona kwenye hizi hizi nani tatu. Hizi Mathayo, Marko na Luka. Utaona vitu vingi sana ambavyo vinaelezea kwamba kuna nini kilitokea na nini, lakini kwenye Injili ya Yohana imedeal sana na Yesu, na Yesu kwa sehemu kubwa sana anaeleza nini vitu vingi ambavyo vingine ni vya sasa na vingine ni vya baadaye. Kwa hiyo anawaambia hamna ambaye ameshawahi kupaa kwenda mbinguni. Manake tangia mwanadamu kuumbwa hakujawahi kutokea mtu ambaye alikuwa na nafasi ya kuingia mbinguni. Hakujawahi kuwa. Lakini yeye pekee ndiye atakayekuwa wa kwanza. Maana Biblia inasema yeye ni mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi, kwa sababu yeye ndo aliyetangulia kufungua mlango wa watu kuingia na kuweza kuiona mbingu. Lakini alifanya hivyo baada ya kifo na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaendelea anasema huyu Yesu kwa nini atakuwa inuliwa? Anasema mfano. Ndio maana baba anasema ukisoma Biblia kitabu cha Agano la Kale, kitu kikubwa tunachokiona ni picha ya Kristo kwenye kitabu cha Agano la Kale kwenda mpaka Agano Jipya. Picha gani tunayoiona sisi ya Kristo? Kwamba pale ambapo waling'atwa na nyoka wakali wakawang'ata wana wa Israeli, kilichotokea baada ya wao kung'atwa, kwa sababu yule nyoka alikuwa ni mkali na ana sumu kali, ni nyoka ambaye alikuwa ana sumu kali, huwezi kwenda umbali mkubwa bila kufa. Njia pekee, hawakuwa na msaada mwingine wa kuweza kupata uzima, hawakuwa na daktari, hawakuwa na njia nyingine ya karibu ya kutengeneza, maana pia ile sumu ilikuwa ni sumu ambayo hata ukishangatwa na nyoka namna hiyo huwezi kupona. Kimsingi ilikuwa ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akampa ufunuo mtumishi wake ainue nyoka wa shaba. Kwa akainua nyoka wa shaba, akamsimamisha, na kila ambaye alikuwa ameng'atwa, haijalishi umeng'atwa wapi, haijalishi umeng'atwa mara ngapi, ukiweza tu kuinua macho yako na kukazia macho kwa yule nyoka wa shaba, una uwezo wa kupona. Sasa hiki kitu ni kigumu sana kukielewa, na saa nyingine kimeleta maswali. Siko leo sana kwenda kueleza kwa nini alipaswa awe nyoka, lakini kwa watu ambao ni madaktari wanaelewa. Sumu ya nyoka inaondolewa na sumu ya nyoka. Antidote for snake poison ni snake mwenyewe. Kwa hiyo kila ambacho kinakuaga kinawekwa ili kutoa sumu ya nyoka kinatengenezwa kutokana na sumu ya nyoka wa aina hiyo, alafu inatengenezwa baadaye kuwa dawa. Kwa maana yake ndio maana anakuuliza umeng'atwa na nyoka wa namna gani? Ana rangi gani? Anaonekanaje? Alikuwa mkubwa kiasi gani? Kwa sababu antidote, kile kinachokuponya kama dawa, inatokana na nani? Na huyo nyoka mwenyewe. Kwa maana kwa sababu waling'atwa na nyoka, kinachokuja kuleta solution sio kwa sababu ya upicha wa kuonyesha uovu. Ilihitajika kitu kingine kiinuke ili kuweza kuchukua hiyo pain, hayo maumivu na hiyo adhabu ambao watu hawa walikuwa wanaipitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii picha ilikuwa inaonyesha kwamba kuna mtu anakuja miaka inayokuja, atasimamishwa naye ataangaliwa, na ukimwangalia yeye utapata uzima wa milele. Na sishangai kwa nini waling'atwa na nyoka. Maana nyoka ukisoma kwenye Biblia utaangalia joka mkubwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana akatupwa paka duniani. Nani? Shetani. Biblia inasema yeye ndio ibilisi ambaye ni shetani anaudanganya ulimwengu. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 10. Si ndio? Atatupwa chini, anaitwa nyoka. Ukienda sehemu nyingine anamuita Leviathan kwenye kitabu cha Isaya. Si ndio? Nyoka mkubwa aliyetupwa. Si ndio? Tazama nimekuona nyoka mkubwa akiwa ametupwa. Leviathan ametupwa paka kwenye maji makuu. Si ndio? Kwa unamuona akiongelewa kama nyoka. Lakini ukienda kwenye bustani ya Eden unamuona tena akielezewa kama nyoka. Na mwanadamu aswa baada ya kutenda dhambi aling'atwa na nyoka. Aliachiwa sumu inayoendelea kumla ndani yake. Ndio maana anasema hivi, ukitenda dhambi utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na mauti sio kifo. Nashukuru Kiswahili kina maneno ya kutofautisha. Hajasema mshahara wa dhambi ni kifo. Ni mauti. Mauti ni nini? Kutengwa na Mungu milele, jehanamu ya moto. Hiyo ndio mauti.
Ukisoma kwenye maandiko anasema muogopeni yeye anao uwezo wa kuua nini? Nafsi na roho. Msimogope ambaye anaweza kuua mwili tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifo ni ile hali ya mtu kuacha mwili na roho yake kaondoka. Hiyo ni kifo. Lakini mauti ni ile hali ya kwamba hautakaa ukutane na Mwokozi maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mshahara wa dhambi. Inawezekana usione leo. Hata mtu aking'atwa leo na nyoka, haezi jua kama, haezi jisikia kama ameng'atwa na nyoka paka baada ya muda fulani. Wengine kama nyoka sio, sumu yake sio ya kali sana, unakuta mtu anaweza akaenda akatembea akafika paka mjini, sasa niling'atwa na kitu hapa hata sijui nini, alafu baadaye unashangaa amekufa. Anaweza akaenda akafia mjini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna sumu nyingine inakumaliza papo kwa hapo, na kuna sumu nyingine inakuchukua muda. Unaona uko poa, unaweza ukaja kanisani wakati tunaabudu, wakati nguvu ya Mungu inashuka, hata wewe uripuki mapepo. Kwa hiyo unajiona mimi niko poa tu, hamna shida. Lakini sumu inaendelea kufanya kazi wapi? Ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona hapa tunapata picha ya kwanza ya kile ambacho kinaelezea kuna kitu kitainuliwa. Na hapa tumeona kwenye hii kitabu cha Yohana sura ya 3 kwamba atakayemtazama atainuliwa msalabani, na atakayemtazama atafanya nini? Ataishi. Atakuwa na uzima wa milele. Haleluya. Haleluya. Tukienda kitabu cha Isaya, tutaenda kukipitia baadaye, kuna mambo mengi tunataka tukayasoma hapo na tutarudi hapo. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Isaya kinaonyesha kwa nini Kristo lazima alikuwa asulubiwe. Kwa sababu kuna hasira ya Mungu, lazima ilipaswa itimilize kila ambacho kilitakuwa kitimilizwe kupitia kwa kitabu cha Isaya 53 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukienda nyuma kidogo, utaona picha nyingine ya msalaba kwenye Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura 22. Nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 3, alafu nitaruka nitaenda mstari wa 9 mpaka wa 14. Mwanzo sura 22 mstari wa 1 mpaka wa 3, alafu nitaruka nitaenda mstari wa 9 mpaka mstari wa 14. Biblia inasemaje? Mwanzo 22 nasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, na Ibrahim akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwana wako pekee umpendaye, Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wako wa nini? Haikuwa bahati mbaya Abraham akawa na mwana mmoja tu wa ahadi. Haikuwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwana wako umpendaye. Na kumbuka, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa wa pekee ili kila amwaminie. Ikienda sehemu nyingine anasema akamtoa mwana ampendaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda pale alipokuwa ametoka kwenye maji amebatizwa, alisemaje? Huyu ni mwanangu, msikilizeni yeye. Kile tunachokiona kwa kitabu cha nini? Cha Mwanzo sura 22. Anamwambia ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda, akambeba mtoto, akaenda tayari kufanya nini? Kumtoa. Twende mstari ule wa 9 mpaka 14. Sababu watu wengi hawajui kwa nini Mungu alibidi amwambie Ibrahimu stoe. Kwa sababu katika harakati za kutaka kumtoa Isaka, Mungu akamwambia no. Sicho ni kwa hii ni picha na waonyesha tu picha ya kile kitakachokuja siku moja. Anasema wakafika mahali pale alipomwambia na Mungu, alipoambiwa na Mungu, Ibrahim akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanae, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Yesu aliwekwa juu ya nini? Msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Yesu alichofanyiwa, si ndio? Yesu alifanywa nini msalabani? Alifungwa, si ndio? Alifungwa kamba. Picha hiyo. Haleluya. Haleluya. Na kumbuka kama ambavyo Biblia inasema kwenye kitabu nadhani cha Isaya, anasema kama mwanakondoo anayeenda kunyolewa manyoya, hakusema chochote. Hatumsikii Isaka akisema chochote. Kimya, hajasema chochote.
Na huyu mtoto ni mtoto mkubwa na ana nguvu kuliko babake, maana babake hapa ana miaka 100 na kitu. Sio kama unanielewa. Kwa alikuwa na uwezo wa kubisha, alikuwa na uwezo wa kusuguana na baba yake na asingeweza kumfunga. Na baba alipanda yeye peke yake na mtoto kule juu. Hakuwa na mtumwa kipindi hicho. Kwa maana yake Isaka alikubali na kuridhia kitu ambacho Kristo amekifanya msalabani. Maana anasema uhai wangu mimi mtu hawezi kuuchukua. Mimi mwenyewe nimechagua kuuweka chini, nami nitauchukua tena. Maana yake hakulazimishwa. Angesema akae pale hata siku 5, miaka 100, asingekufa. Wangefanya wanachotaka kukifanya, asingekufa. Kwa sababu sio yale mapigo tu yaliyosababisha afe. Though kibinadamu yale mapigo yalikuwa yanatosha kabisa kumsababisha hata asiweze kubeba msalaba kwenda pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari unaofuata. Anasema Ibrahim akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanae. Kitu gani kinatokea? Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Twende. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari unaofuata. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, na tazama kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahim akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Hichi ndo kinachotokea pale juu. Aliyepaswa kwenda msalabani alikuwa ni mwanadamu. Kila mwanadamu namna ya kujiokoa kama ingewezekana ilikuwa lazima usulubishwe. Kitu ambacho wale watamkataa Kristo watakuja kuingia kwa wokovu baadaye, baada ya sisi kunyakuliwa kwa damu. Watalipia gharama ya damu. Unamtaka Yesu ndio, hautaki kumkana ndio, unakatwa mkono, katwa mguu, tobolewa macho, unateswa mpaka kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona baadaye kama ukikataa hii nafasi ya neema, kuna namna tu, njia pekee ya kuingia, na hiyo najua ni wachache sana watakaweza kuipita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo msalaba ni mahali madhabahu ya Mungu ilisimama ili kupokea. Madhabahu ni nini? Sehemu ya mabadilishano. Maana hii kwamba sisi kwenye pale kwenye msalaba Kristo alisimama kwa niaba yetu ili sisi tuyapokee maisha ya Kristo aliyoyaishi, kwa sababu inasema alikuwa mwana kondoo asiye na hila wala mawaa, si ndio? Alafu anasema hivi, aliishi, alijaribiwa katika kila namna, kitabu cha Ibrania kinasema, na hakutenda dhambi. Maana yake Kristo maisha aliyoyaishi hakuyaishi kwa ajili yake tu, aliyaishi yale maisha ili akifika msalabani mimi nionekane nimeishi maisha ambayo sijayaishi, na yeye aonekane ameishi maisha ambayo hajayaishi. Na ndio kilichotokea msalabani. Akabeba dhambi ya ulimwengu ambao hajawahi hata kuifanya, alafu mimi nikapokea haki na nikapewa vazi nisilolistahili. Ndio maana anasema Paulo, maisha ninayoishi sasa siishi kwa mimi mwenyewe, ila maisha ninayoishi sasa naishi kwa imani kupitia mwana wa Mungu. Kwamba kama ninaishi haya maisha unaona nayaishi, sio Dennis tena, kuna mtu anaishi ndani yangu. Ndio maana anasema hivi kwamba si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maana yake nimefanya mabadilishano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msalabani pakawa mahali ambako tumebadilishana na Mungu. Haleluya. 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 Isaya 53 mstari wa 7. Isaya 53 mstari wa 7. Naomba Mungu anisaidie niweze, kama nitaweza kumaliza kile ambacho nilikuwa natamani kuki-express siku ya leo, kukisema siku ya leo. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wamkatao manyoya yake, nam hakufungua kinywa chake. Haleluya. Marko 14 mstari wa 22. Marko 14. Hii ndio nawaonyesha ni picha ya kile ambacho Mungu alikuwa anataka kufanya, na alikuwa amelenga
kufanya. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni huu. Nadhani ni 12, huku tumeenda mbali sana. 14, 12. Tumeenda mbali sana. 12 tafadhali. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka. Haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni siku ya kumbuka. Pasaka sio neno limeanza baada ya Kristo. Hilo lazima ukumbuke. Pasaka ni neno lilianza na wana wa Israeli, ambapo Mungu alikuwa amekuja kuhukumu wale wa Misri walivyokuwa wanaonea wana wa Israeli. Baada ya kupitisha kila jaribu, kila kitu alichokileta kama namna ya kusababisha moyo wa mfalme uwaachie. Moyo wa mfalme ulikuwa mgumu, lakini Mungu akasema, nitawapa ishara hii ya mwisho. Ipi? Nitaua wazaliwa wa kwanza wa nyumba ya mfalme. Lakini nyinyi mtafanya nini? Sasa tutaenda huko. Lakini kutokea pale walipoambiwa kwamba wachinje mwana kondoo, alafu wampake damu yake kwenye milango. Huyu mwana kondoo anakuaje? Akionekana mwana kondoo, na ndio kitu ambacho kinaendelea mbinguni sasa hivi. Akionekana damu ya mwana kondoo, haijalishi wewe ni mlafi, haijalishi wewe ni mzinzi, haijalishi ulioko huko ndani umefanya nini, haitajalisha. Ila ili mradi kuna damu kwenye mlango wako na damu ya mwana kondoo. Na wale ambao kabisa asiwe na hila wala asiwe na mawaa, kama mwana kondoo ambaye ni Kristo Yesu. Alipopita Passover, Pasaka ni kupita juu ya, ni kujifanya hauoni, unapita juu ya. Akawaambia, mnapoendelea hiki kitu msikiache. Kwa nini? Alikuwa anakisubiria hichi kitu alichokifanya nao hapa. Kumbuka hapa anawatoa wapi? Anawatoa katika uongozi wa Babiloni. Anataka kuwapeleka katika nchi yao ya nini? Ya ahadi. Ambapo kumbuka walikuwa kwenye nchi ya ahadi, wakatoka kwa dhambi na makosa yao, wakaenda utumwani, ambacho ndio kitu ambacho alikuwa nacho Adam. Amefanya nini? Alikuwa katika uwepo wa Mungu, akatenda kosa, akajikuta ametoka na kwenda utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu ambacho kinahitaji wana wa Israeli ni mwendelezo wa ukoo ambao Mungu amesema kutokea huko atainua mfalme atakayemponda adui kichwa, naye atang'atwa kisigino. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tulisema kung'atwa na nyoka, tumeangalia kule kwa wana wa Israeli. Kung'atwa na nyoka ilikuwa ni kuingiziwa uovu. Maana yake sasa huyu mwana kondoo atabeba dhambi ambazo sio za kwake na atakufa, lakini kifo chake sio mwisho. Kifo chake ndio mwanzo wa kitu kipya, kwa sababu kifo chake ndio kinaelezea kwamba anaenda kumponda nani? Adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona wana wa Israeli wakawa wanaitunza. Wao walikuwa wanaambiwa msisahau, hata mkiwa na watoto muifanye kila mwaka, kila mnapoenda muifanye. Kwa hiyo walikuwa wanaitunza, hawajui kwamba Mungu anataka kuja kuitumia. Kwa hiyo unaona akati Yesu anataka kufanya jambo, anakuja kulifanya usiku wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hata siku ya kwanza, kwa sababu hiyo ndo anaita, kwa wana wa Israeli wanaita the Holy Week. Hii wiki nzima ambayo sisi tulikuwa tupo ya kuanzia Jumatatu kwenda mpaka siku ya kwenda mpaka Jumatatu, wao kule wanaita ni wiki takatifu. Wanakula mikate isiyotiwa chachu, kwa sababu ndio kile wanakumbuka kile kipindi walivyotolewa kwenye utumwa. Utumwa wa nani? Wa Farao. Sasa hivi wametolewa, sisi tumetolewa kwenye utumwa wa nini? Wa Shetani, ambaye alikuwa kama Farao akitesa dhambi zetu, akitutesa na dhambi, akiweka mambo maovu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wake akamwambia, ni wapi utakapo twende tukaile ile Pasaka? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende Mathayo 26. Mathayo 26 mstari wa 17 inasema kitu karibia na hicho. Ni kile kinarudia. Anasema hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, yani Pasaka, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukaile tukuandalie uile Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Twende Luka 22 mstari wa 7. Tutasoma sasa kidogo mpaka mstari ule wa 15.
Anasema ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Kumbuka Yesu anaenda kusulubiwa usiku huu. Wanaila kwa namna ya kifiziko, ya nje hivi, ya kidamu na nyama, lakini kimsingi kuna kitu kinaenda kufanyika. Na ndio maana ukiendelea kufuatilia hapa, Kristo anachokisema wakati anaongelea hii swala la Pasaka, anawaambia kitu kigumu sana. Anawaambia huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Kunyweni, ishirikini. Alikuwa anawaambia kwa picha ya kwamba anaenda msalabani na utoa mwili na damu yangu. Mwili wangu utachubuliwa ili kuondoa mambo yanayowatesa physical, lakini damu yangu italipia mambo yanayowatesa spiritual. Ndio meza ya Bwana. Tunaposhiriki mwili, kuna vitu vya kimwili vinatengenezwa. Kuna vitu vya kimwili vinaharibiwa vilivyokuwa na walali. Tunaposhiriki damu yake, kuna vitu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele kidogo, mstari wa 8. Anasemaje? Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Mstari wa 9. Anasema wakamwambia, wataka tuandae wapi? Mstari wa 10. Akamwambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji, mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. Mstari wa 11. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Mstari wa 12. Naye atawaonyesha chumba kikubwa horofani, kimekwisha andikwa au tandikwa, andaeni humo. Mstari wa 13. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye. Mstari wa 15. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Pasaka inakula Pasaka. Mwanakondoo wa Pasaka anakula Pasaka na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa bahati mbaya hizi majira, kwa sababu anajua hiki kitendo ninaenda kukifanya, ninakifanya kimwili kwanza, lakini naenda kukifanya physical. Tuendelee mstari wa 16 uone atakachowaambia. Kwa maana nawaambieni ya kwamba siili tena hata itakapotimia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, toeni mkanywe nyinyi kwa nyinyi, mgawane nyinyi kwa nyinyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mizabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kuendelea kusoma nyumbani kwa sababu ya muda. Unaweza kuendelea kusoma nyumbani, lakini unaona hichi ndicho kitu ambacho Kristo alikuwa anakifanya. Anafanya katika ile siku, anajua tunaelekea kwenye Pasaka na mwana kondoo anatakiwa atolewe, na ni mimi napaswa kutolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata kushushwa kwenye msalaba, alishushwa siku ya Sabato, kabla masaa machache kabla, kwa sababu wasingemshusha angetakuwa akae pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amefanya hivyo na amefanya karibu kabisa na siku ya Sabato, sio bahati mbaya. Haleluya. Sasa nikienda kwenda huko hatutaendelea na mambo ya msalaba kama tunavyotaka, lakini tukienda kuangalia kitabu kwa mfano cha Mathayo 26 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Mathayo 26 mstari wa 1 anasema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2, hapo kumbuka anakula nao Pasaka, baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na wana wa Adam atasalitiwa, asulubiwe. Kwenye ile meza kulikuwa kuna vitu vingi vinaongea, maongezi, anawaandaa kabisa, anawachorea picha ya nini kitatokea. Mstari wa 3, wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa, wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Kwa mtu akisema leo kwamba Yesu alikuwa na makosa, hapana, walifanya hila na kumkamata kwa hila, alikuwa hana makosa. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini wakasema isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Walikuwa wanataka nini? Isitokee katika ile siku ya sikukuu. Kuona wao wanaona kama ni mpango. Hawajui kwamba wanapomuua kabla ile siku wanaingiza majira mapya. Haleluya. Mstari wa 6. Wanasema yale mambo ambayo adui amekusudia kwa ubaya, Mungu anayageuza kwa ajili yetu. Yeye anapanga kabisa vizuri kwamba hapa nimemmaliza, lakini Mungu anaitumia hiyo hiyo kama ndo umeenda kwenye mstari niliokuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu alipokuwa hapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akamimina kichwani pake alipoketi chakulani. Kwa hapo unaona huyu mwanamke anakuja, ameelewa Yesu tayari ameshatangaza mauti, naweza nisiruhusiwe kuwepo kwa sababu najua atafufuka. Kwa hiyo mimi nafanya wanasema matanga yake kabla hajafa. Wanafunzi wakafikiria tu hizi ni sadaka, hii ingechukuliwa iuzwe. Yeye alikuwa, yule mwanamke alielewa sana, ndio maana Yesu alikuwa anamtetea. Alielewa sana Yesu amesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwenye mstari unaofuata, wanafunzi wake walipoona wakachukiwa wakisema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Bado anawaza fedha, yeye anaenda kwenye kusulubiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona hapo anavyoendelea kusema, anaendelea kuelezea. Ukienda sasa sura ya 27, labda tusome sura ya 27 upate picha sasa kile ambacho kinaendelea. Hapa Yesu sasa ameshakamatwa, ameshaenda kuomba kule, na tunaona jasho limemtoka kama damu. Najua ni kitu ambacho tumekuwa tukipitia katika wiki hii. Amelia, ameona kikombe kimwepuke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye sura ya 27 kuanzia mstari wa kwanza tunaanza kuona Yesu anaanza kupita katika mahali mbalimbali. Anasema, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kwa hapa sasa wameshamchukua, wamempeleka kwa Pilato. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa imekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Yeye alikuwa anaona ni mchezo. Amemwona Yesu akiepuka katikati ya watu. Ameona Yesu akiwa anajua kabisa pale mimi na wamenipa hela imeenda bure hii. Hawezi kumshika Yesu, lakini anakuja kushangaa, mbona kama mfalme leo imekuhaje? Wale wameshikwa. Inawezekanaje? Na tumeenda mpaka hukumu imeshatoka. Nimekosea sana. Anakuja kujuta na kuomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka kwenye Biblia inaelezea kuanzia Agano la Kale kwamba atasalitiwa. Yaani haikuwa bahati mbaya. Ndio maana namshangaa sana Mungu na namuogopa Mungu. Maana anasema naye anaweka watu wabaya kwa ajili ya wakati mbaya. Kitabu cha Isaya nadhani 54, si ndio? Anasema kwenye Isaya 54 kwamba amemweka mtu mbaya kwa ajili ya siku ya uharibifu. Kwa hiyo alikuwa ameandaliwa kabisa, kwa sababu hakuna mtu mwingine angeweza kumsaliti. Twende mstari unaendelea, anasemaje? Anasema, wakasema basi haya yatupasani sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Twende mstari wa 5, anasema, akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaendelea akaondoka, akaenda akajinyonga. Twende mstari wa 7 tafadhali. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni. Twende mbele. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Twende mbele. Ndipo likatimia neno na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima. Twende mbele. Wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini
aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno lolote. Kwa hiyo ndio anasema kama nani? Kondoo anaenda mbele ya watu wanaomnyoa, hajajitetea. Sio kwamba alikuwa na uwezo wa kujitetea. Yaani angeongea na wangemwachia, lakini kipindi hichi sio mahali pa kuongea. Hii ndio mission tunayoiendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndipo Pilato akamwambia, husikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Je, husikii wanavyokushuhudia? Hawezi kujitetea. Mstari unaofuata anasema asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Sasa huyu jamaa ana shida gani? Sio kawaida mtu kukulaumu na usijitetee. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 15. Basi wakati wa siku kuu, liwali desturi yake huwafungulia makutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Kwa hiyo hilo unasikia ule msamaha wa rais. Ndio tunaita neema. Kwa hiyo imefika wakati wa neema. Anataka kuachilia mtu mmoja, na Yesu akiwa mmoja wapo amefungwa bila hatia. Ndio maana nasema msalaba ilikuwa mahali pa nini? Pa mabadilishano. Twende mstari wa 16. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi? Yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa usda. Kwa yeye mwenyewe alijua huyu wanamsingizia. Mstari wa 19. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha makuhani, mkewe alipeleka mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Raha ya kuwa na mke ambaye anamjua Mungu. Mke wake usiku ameshuhudiwa kwenye usingizi kwamba huyu jamaa, mwambie mume wako yeye makini, hii damu itamla. Ambia mume wangu, sikia, haijalishi wanakwambia nini, kuwa makini. Na ukiangalia mbele unaona ananawa mikono, anasema mimi sitaki chochote kuhusu damu ya huyu mtu. Wanasemaje? Damu yake iwepo juu yetu sisi na watoto wetu. Hapo ndo nawaambiaga watu malaana yanapoanziaga. Mzazi, kwa nini usiape kwa ajili ya maisha yako? Kwa nini uniingize kwenye story yako? Mimi na shida gani na wewe? Kwa nini uniingize mimi kwenye damu ya mtu mwingine? Sema nijiwe juu yangu. Ukisema na kwa watoto wangu, kwa nini mimi umeniingiza? Na hapo sijazaliwa. Wengine hata walikuwa hawajazaa. Na wengine watoto wako nyumbani wanakula, wanacheza michezo huko nini, hawajui kama baba ameapa kitu kule au mama. Damu yake iwe juu yetu na vizazi vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele mstari wa 26. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiangalia hii hadithi inaonekana ni rahisi. Ukiangalia hadithi inaonekana ni rahisi sana. Lakini pale kwenye msalaba ambacho kimetokea kwa huyu, na wao alikuwa anajulikana ni jambazi sugu, mtu asiyestahili kuachiliwa. Lakini Kristo hapo anaonyesha vile ambavyo haijalishi mtu atakuwa wa namna gani, kupitia kile anachoenda kukifanya, kuna watu wanawekwa huru. Hawastahili kuwa huru kimsingi, na hawajabadilika hata. Kwa sababu Baraba hajabadilika. Ni muuaji tu. Na anatoka akiwa muuaji. Hana badiliko. Lakini Kristo anasema hahitaji kwanza ubadilike. Msalaba unachosema hahitaji kwanza ubadilike, anahitaji tu muamini. Kukubadilisha ni kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye leo unateseka na dhambi, kazi yako sio kujitengeneza, kazi yako ni kumwamini Kristo, yeye akutengeneza. Kwa sababu ingekuwa mwanadamu anaweza kujiokoa, Kristo asingekuja kufa msalabani. Ishara ya kwamba tuna maaskari mtaani, ishara ya kwamba tuna security guards, tuna waya za umeme za ulinzi, ni kwamba mwanadamu anahitaji mkombozi.
kwamba tuna kesi watu wanachiti kwenye ndoa zao, kwamba tuna kesi watu hawawezi kuwa waaminifu kwenye mahusiano, kwamba watu wanataka kuanza kulala na wanawake kabla ya ndoa, watu wanawatendea watu jeuri, watu wengine wanabaka watu wengine. Ni ishara kwamba mwanadamu ameshindwa kujisaidia, anahitaji msaada. Kwamba unataka kuacha dhambi na sio kwamba unapenda sana kuifanya, yaani wewe mwenyewe umeichoka lakini huwezi kuiacha, ni ishara kwamba unahitaji msaada. Na ndipo unapokuja msalaba. Ndipo unapokuja msalaba. Biblia inanishangaza inaposema kwamba nguvu ya Mungu inadhihirika katika nini? Udhaifu. Nilifikiria katika nguvu. Pale unapofika mwisho ndipo Mungu anasema yes, niko tayari sasa. Umeshajua uwezi kutoka hapo. Tuulize sisi tulio struggle na dhambi, una fast kwa nguvu kwa akili zako, umeshaamba kwamba kwa kufunga na kuomba inatoka. Kwa hiyo unatumia hekima zako za kibinadamu na umruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Wala sio kwamba unataka Kristo akusaidie. Yaani wewe unaamini kwamba you can pray kukiacha hicho kitu. Unaenda kwa akili zako na Mungu anakuangalia mpaka ufike mahali umwambie God I'm tired, siwezi. Alafu ndo anakuja anakuambia nilikuwa nasubiria. Maana pale unapokuwa dhaifu ndipo mimi nguvu zangu zinaingia. Msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu sisi ni jambo la kihistoria. Kwetu sisi ni jambo la kihistoria. Lakini pale aliposimama alikuwa anageuza maisha kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana nasema leo sisi hatusomi mimi sisomi kama Dennis mbele za Mungu. Nasoma kama Kristo. Akiniona mimi anioni mimi, anamuona Kristo. Kristo amesimama mbele yangu. Hakuna chochote mwanadamu anaweza kukifanya kikasababisha yeye akafaa mbele za Mungu. Anzisha kituo cha watoto yatima, anzisha sijui nini, toa misaada, fanya kile unachokifanya, kama haujaunganisha maisha yako na Kristo, hujalipiwa deni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba umekuja, Mungu anasimama kwenye nafasi yetu na sisi tunayachukua maisha ambayo tukuyaishi ya Kristo mbele za Mungu. Haleluya. 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 Kwa wokovu ni madhabahu ambayo inahudumiwa kwa dhabihu ya Kristo. Wokovu ni kweli tunasema ni bure, lakini ilimgharimu mwana wa Mungu ili tuupate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nenda mahali popote unasema leo tunatoa t-shirt bure. Sio t-shirt haziko bure. Kuna mtu amelipia ili nyinyi mkipate bure. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo wokovu. Kuna mtu alibidi asimame msalabani, alipie. Na uwezi amini, watu hawajui hichi kitu kihistoria, lakini Yesu alining'inia kwenye ule msalaba kwa masaa 6. 6 hours kabla ashushwe. Wewe leo tu nikwambia inua mikono nusu saa. Sikuwa tunaambaga tuite mvua. Wewe nikwambia ita mvua hapa. Dakika 10 uone utakavyojisikia. Yeye amening'inia kwenye msalaba. Na hapo amening'inizwa na misumari. Sijaenda kukuambia amefanyiwa nini kwenye mwili, maana Kristo alichofanyiwa kidogo leo tunaweza tukaipata hiyo picha kupitia Passion of Christ peke yake. Ndio movie pekee inaweza kuonyesha Yesu alipitia kitu cha namna gani. Kwa sehemu, ile ni kwa sehemu ya kile alichofanyiwa. Ile fimbo alokuwa anapigwa nayo, ukisikia kwa kuchubuliwa kwake, haikuwa kuchubuliwa eti mtu amekuchubua hivi na kiwembe. Ilikuwa akipigwa ile fimbo ambayo alikuwa anapigwa nayo, ule mjeledi ulikuwa una vyuma. Ambapo alikuwa akipigwa hivi, wakivuta inatoa nyama. Kwa alikuwa wakivuta anaonekana nyama inatoka. Sawa? Alafu akipiga tena wanaingia kwenye misuli, wakivuta imechanika. Hiko ndo kipigo alichopigwa. Haikuwa hii unampiga mtoto wako nyumbani kumchapa kiboko. Haikuwa hiyo. Biblia inasema hivi, na watu wa kihistoria wanasema alipokuwa anatembea ulikuwa una uwezo wa kuona utumbo wake. Nyama ziliondoka kiasi kwamba ulikuwa ukimwangalia hivi unaona utumbo unavyoning'inia. Ndio kiwango alichopigwa. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuongelea kwa habari ya vipigo alivyokuwa anapigwa tu akiwa anaenda na askari kwenye kichwa.
Acha kuelezea ile taji ya miba. Watu wanafikiria taji ya miba aliwekewa hivi kama unavovalishwa kwenye harusi, mtu anavalishwa ile nini sijui, crown. Ile iliwekwa na kugongelewa ili isitoke. Kwa hiyo inagongelewa ili ikae kichwani. Biblia inasema kitabu cha Isaya, nadhani Isaya 53 mstari wa 6 anasema, sio ni 56 au pale ni mstari wa 3, pale mwanzo anasema hakuwa na uzuri wa uso hata tumtamani. Ukienda kwenye Biblia ile ya Kiebrania, nadhani sio mstari wa 6 pale juu kidogo. Turudi mstari wa 2. Ni mstari wa 2. Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Sasa ukisoma kwenye Biblia ya Kiebrania, nadhani ni kama sio Isaya 11 pale, anasema hivi, alipigwa kiasi kwamba uso wake ulikuwa huwezi kumtambua, either ni mwanamke au ni mwanaume. That is how much he suffered. Hivyo ndo vile alivyopigwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, alivuliwa nguo. Hivi mnafikiria Yesu alitembea akiwa na nguo? Alikuwa anapigwa. Ile kitu unapigwa kwenye nguo, inachana nguo. Alitembea makalio na maeneo mengine yanaonekana. Hivyo ndo alivyokuwa akienda msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The spine, wanaongelea spine yake, it was open. Sijui kwa mtafsiri anisaidie spine ni nini. Naam, uti wa mgongo, mti wa mgongo ulikuwa unaonekana. Yaani alikuwa ni kama skeleton. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupigwa huku, watu wanasema kwamba kikawaida asingeweza hata kupanda kufika pale Golgotha. Asingeweza. Yaani kikawaida asingeweza kufika. Kwa sababu unajua maana ya mtu kuchanika. Sijui kama mmeona ajali. Mtu tu akapita barabarani, akaanguka, akakwaruzwa tu hii ngozi, damu inaoshuka. Sasa imagine huyu ametolewa nyama mwili mzima. Ndivyo alivyokuwa. Kwa anapoteza damu kwa wakati huo, alafu wakati huo anaendelea kupelekwa huko, anapigwa na amebeba msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema hadi ndevu alizokuwa nazo watu walikuwa wanashika na kuzivuta, kuzingoa kwa mikono. Hiko ndio aina ya maumivu ambayo aliyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. His rib cage was opened both sides. Yaani mbavu zake ulikuwa unaweza kumuona. Hii ndio picha ya Kristo ambao hatuioni sana kwenye movie. Kumbuka ule msalaba ulikuwa ni paundi 200 300 hivi. Kwa wale ambao wanabeba vyuma vya kufanyia squatting, vyuma vya uzito huo 200 mpaka 300 pound, alafu ndo anapanda nao. Ilifika mahali Muafrika Mkereni ambaye alibidi amsaidie kubeba msalaba, ila Yesu alikataa ku give up. Yaani uone vile ambavyo alikuwa na kiu ya kumwokoa mwanadamu, hakukubali mwili umkatae mpaka dakika ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafikiria Yesu alianza ku-experience kitu Gethsemane. Yesu haku-experience hichi kitu Gethsemane. Yesu aliki-experience hiki kitu wakati anaingia Israel, anaingia Yerusalem na yule punda. Akalia. Unajua kwa nini alilia? Alishaanza kuona picha nzima. Ni kama mtu ambaye anajua amehukumiwa kifo, alafu anajua kesho na nyongwa. Huo usiku yaani unajua kitu gani kinaenda kutokea. Ndio Yesu alichokuwa anakipitia kwa anaingia Yerusalem. Anaona the whole picture, atakavyoanikwa, atakavyofanya vyovyote vile anaenda kufanya, kwa anakiona. Kwa akalia. Akaulilia Yerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gethsemane ikawa ndo the peak ya yale maumivu, kiasi kwamba anaomba mpaka jasho kama damu linatoka. Daktari, nimemsikia daktari mmoja anasema hiyo ni hali inayoonyesha kwamba mtu ana attack ya moyo. Yaani mtu ambaye anapitia too much attack ya moyo anajisikia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiki chote walihakikisha, na bado hawakukomea hapo, wakahakikisha wanampiga misumari miguuni, mikononi. Na cha ajabu, wakati ananing'inia, wewe unaelewa, unasikia maumivu kila eneo la mwili wako,
umening'inizwa kwenye msalaba. Ukisema tu ulegee, mikono huku inasikia maumivu zaidi. Kwa hiyo inabidi ajitahidi asimame, kwa sababu saa atakapolegea anaumia zaidi. Na tunaiona picha ya kwanza ya wokovu wa Mungu. Najua mbingu nzima ilikuwa inasubiria sasa Yesu anakufa msalabani. Atakayeokolewa kwanza ni nani? Farisayo mmoja mzuri. Anayeokoka ni mwizi msalabani. Mtu wa kwanza kuokoka, mwizi msalabani. Na hawajatuacha mbali, wametuonyesha picha ya watu wote wawili, aliyemkubali na aliyemkebei. Huyu mwizi mwingine anamtukana, wewe Bwana, si uliokoa wengi, kwa nini usijiokoe mwenyewe? Shuka kwenye msalaba. Huyu mwingine anamwambia, uoni kwamba hata hapa amesulubiwa kwa makosa? Sio haki kinachofanywa. Sema, Bwana, naomba unikumbuke utakapoenda paradiso. Anambia, leo hii, majira hii, utakapofunga macho yako kufa, nitakuwa na wewe. Mtu wa kwanza kuingia. Yule mwingine aliyekebei sijui yuko wapi. Kwa hiyo tunaona wokovu hauji kwa sababu ya chochote kile, bali imani. Bwana Yesu asifiwe. Na hutakuwa na kisingizio. Hutakuwa na kisingizio. Umekataa, ni wewe mwenyewe. Umekubali, ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kuna vitu kama 5 ambavyo alivifanya Yesu pale msalabani. Cha kwanza, alikubali kuvishwa, kuchomwa kichwa chake, au kupona ufahamu wa mwanadamu. Ndio ile crown on his head. Kumponya, maana kumbuka alikuwa ameshaambiwa, kwa jasho la kichwa chako utakula. Ardhi iliponywa kule, akati yuko analia, akati anaomba samani jasho kama damu. Getsemani alianza kulipa. Lakini pale msalabani tunaona ufahamu wa mwanadamu unafunguliwa. Jasho ambalo mwanadamu alitakuwa kulitoa linaondolewa. Lakini unaona anapigwa katika mwili wake, maana magonjwa na maradhi yalianza kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Itakushangaza nikikwambia leo ile laana ambayo ilitokea mwanamke kuambia kwamba utazaa kwa uchungu, haikuwa inamaanisha kwamba mwanamke anatakuwa apitie maumivu wakati wa kuzaa. Haikuwa inamaanisha hivyo. Ukienda katika Biblia ya Kiebrania na ukafuatilia asili ya Kiebrania, alikuwa anamwambia utateseka kupata mtoto, uzao utakusumbua. Kile ambacho, kwa sababu neno lilotumika ndio lile limetumika kwa mwanaume, kwamba ardhi haitakuzalia, utangangana kuzalisha, you won't be productive. Kwa alikuwa anamwambia mwanamke, unaona, unaanza kuona kwenye Biblia Mungu akija kurudisha sheria zake anamwambia, mkitii sheria hizi hakutakuwa na tasa katikati yenu. Kwa sababu utasa ulianza kuingia kwenye biashara, kwenye kazi. Mwanaume ambaye alikuwa ateseki sasa hivi anateseka. Ukifanya vitu havizalishi. Mwanamke ambaye alikuwa kuzaa ni kitu cha kawaida tu, sasa hivi anateseka kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa mpango wa Mungu uingie leba ufe. Haikuwa mpango wa Mungu. Lakini utaambiwa na mwanamke yote, watu wakitoka leba wanakuja kutoa shukrani. Sio wanatoa shukrani kwa sababu tu anajisikia kutoa. Pale ni mahali pengine. Haikuwa imekusudiwa kwa hivyo. Ila dhambi ndio iloleta yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Kuna kitu kingine ambacho Mungu alikifanya. Alichomwa mikono yake. Kuponya kazi za mikono yetu. Kurudisha afya na uzima kwenye mikono ya mwanadamu. Lakini alitobolewa. Damu na maji vikamtoka. Sasa ukienda kwenye madaktari sasa hivi wanakuambia moja ya ishara inayothibitisha, kwa sababu watu wanapinga kwamba Kristo hakufa, alizimia. Watakwambia madaktari, mtu akitestiwa na akaonekana maji yametoka kabla ya damu, inamaanisha amekufa na heart failure. Kwa maana yake wana wa Israeli wale watu waliokuwa wanamsulubisha walihakikisha kwamba amekufa. Maana lengo lao hawakutaka aamke. Ndio maana hata wameshamuona amekufa bado hawakuamini. Wakafanya nini? Wakamtoboa. Lakini pia ilikuwa ni ishara ya pili. Ubavuni alitoka mwanamke. Na mwanamke alikuwa anakombolewa katika eneo lake la uzao, kwa sababu mwanamke anapozaa maji, chupa ya nini? Chupa inapasuka, alafu ndio mwanamke anafanya nini? Anazaa. Na unajua kabisa chupa kisha pasuka kati anazaa, damu inatoka pia. Kwa kile ilikuwa kitendo cha kuonyesha kwamba Mungu anamkomboa mwanamke. Kwa maumivu ambayo mwanamke anatakuwa ayapate
au akutane nayo ambayo alikuwa yametolewa kwake yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiamini na ukatii utakula mema ya nchi. Haleluya. Haleluya. Na tunaisikia sauti ya Yesu pale msalabani akisema imekwisha. Nini imekwisha? Deni la mwanadamu limekwisha. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu aliishi maisha mazuri kwa ajili yangu ili mimi ayachukue. Ndio maana nasemaga kitu pekee Mungu unaweza kumpa ni vitu viwili, ibada na dhambi. Ndio vitu pekee ambavyo Mungu anavitaka. Anachukua dhambi, anakupa uzima wake. Anachukua ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akachukua uovu wangu, akanipa maisha ya Kristo. Akafa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbinguni kwa sababu tumemwamini Kristo, sio kwa sababu ya kitu kingine kile. Waibrania 2:14 mpaka 18. 2:14 mpaka 18. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Tuko bado kwenye kifo cha Kristo, si ndio? Kifo cha nani? Ilibidi yeye, kwa sababu sisi tunashirikiana katika damu yake, kwa sababu sisi tumemkubali na kumwamini, tunashiriki na yeye. Alibidi apite hapo kwa njia ya mauti yake, yeye aweze kumharibu mwenye nguvu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani Ibilisi. Mstari unaofuata, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Mwanadamu amekuwa na hofu ya mauti, hana amani, anahisi anakufa saa yoyote, hana utulivu kwa sababu ya dhambi ilipoingia. Hasa amekuja ili mwanadamu atoke katika hali ya kuwa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitu ambacho inatakiwa Mungu atusaidie na atusaidie tena, tuwe na wokovu kiasi kwamba ukisikia kifo hauui na wasiwasi. Lakini ni changamoto kubwa sasa hivi, Wakristo wanaogopa kufa. Akati unajua unapoenda. Sasa labda hujui unapoenda, au unajua hauna pa kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Kristo amekuja kuondoa hiyo hofu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimwogope yeye ambaye anaweza kuua tu mwili. Mwogope yeye ambaye anaweza akaua nini? Roho yako katika jehanamu ya moto. Kwa kimsingi kufa sio issue. Ndio maana Paulo anafika mahali. Paulo alikuwa amefika mbali sana. Unajua Paulo alikuwa yuko mbali sana. Yaani alikuwa anaishi duniani akiwa mbinguni. Anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Yaani nikifa ni faida kwangu, maana naenda kutulia na baba. Ila kuishi ni Kristo. Acha nikae na nyinyi niwafundishe kidogo hapa nini. Lakini kifo kikija mimi acha msilie. Kristo mwenyewe anasema msinililie. Leo Ijumaa sio siku ya kulia. Leo ni siku ya kushangilia. Anasema msinililie mimi wanawake. Walieni watoto wenu. Mimi nasepa naenda kwa baba. Naenda kuchill. Maisha yameisha. Dunia hii yenye mateso na iacha. Natamani ifike mahali wa Kristo tutamani siku yetu ya kufa. Ngumu kusema, lakini ndio hivyo. Unatamani ni lini ukapumzike? Ni lini niache hii dunia? Paulo anasema nipo tu kwa sababu yenu, kwa faida yenu ndio maana nipo. Lakini ingekuwa vyema ningekuwa na baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Haleluya. Haleluya. Najua naongea vitu vigumu. Mstari wa 16. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahim. Kwa anasema Kristo hajaja kama malaika, amekuja kama mzao wa Ibrahim. Amekuja kama mwanadamu mwenye damu na nyama. Mstari wa 10 unaofuata anasema vivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake. Nani? Sisi. Imempaswa afananishwe na sisi, ule mfano wa yule pacha ambao amemwona ndugu yake ameiba, akaenda yeye kuchukua nafasi ya pacha mwenzake. Anamwambia, pacha wangu wewe usijiseme, mimi nimechukua jina lako, nimechukua makosa yako, najua hujafanya, lakini nimekupa nafasi ya kuyaishi maisha yangu. Kwa hiyo ukirudi huko kwenye maisha ya kawaida ya mtaani, usitumie jina lako tena, tumia jina langu, ishi maisha yangu. Ndicho hichi.
Amekuja afanane na sisi ili akitokea pale mbele aonekane kama sisi, lakini sio sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Ndio maana Kristo ilibidi aje avae mwili, aonekane kama sisi, aonekane kama mwanadamu, lakini kimsingi apate haki ya kuingia. Angeonekana kama Mungu, adui angekimbia. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari unaofuata. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa nini Kristo alibidi aje avae mwili? Ili maumivu unayoyapitia aweze kuyajua. Ndio maana uweze kumwambia Kristo, mimi nimeshindwa kabisa, yani huyu mwanamke, yani mimi nimejitahidi nimeshindwa kabisa, huyu mwanaume ameshajaribiwa kwenye kila staili, amekaa na makahaba mpaka akaitwa yeye ni kwamba anatoka na makahaba, amekunywa, amekaa na watu ambao wanakunywa, na akasema yeye nini? Ni mlevi. Hakuna jaribu ambalo hajapitia. Kwa kujaribiwa, anasema amejaribiwa katika njia zote na hakutenda dhambi. Kwa leo katika wanadamu wake alijaribiwa hata saa ya kwenda msalabani, akasema Baba nisaidie, kikombe hiki kinini kiniepuke. Kwa anajua kufika kwenye mahali umebanwa, anajua. Na ndio maana anaweza kuchukuliana na. Ndio maana mtu kama unateseka na kitu chochote, ni rahisi sana mwambie Kristo, unaelewa nilipo hapa, usiponishikilia Baba ninakosea. Anaelewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 4:8-10. Kwa tunaona adui wa mwisho anaenda kuuliwa. Vivyo hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alipopaa juu aliteka mateka. Kuna watu walikuwa wamechukuliwa mateka. Ukisoma kitabu cha Ibrania, ukisoma kitabu cha Wafilipi, utaona kwamba Kristo alishuka chini kwenda kuwahubiria waliokuwa wamekufa. Na alipofufuka, moja ya vitu ambavyo tunaviona alipofufuka, labda tutaongea vizuri Jumapili, ni makaburi ya wale watakatifu yalifanya nini? Yalifunguka na wakaonekana mtaani. Kwa sababu gani? Alipoenda chini, alienda kumnyang'anya adui mamlaka, akatoka na wale waliomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Akawapa watu wanadamu vipawa. Twende mstari wa 9. Basi neno hili alipaa, maana yake ni nini? Kama sio kusema kwamba yeye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi, maana yake kuzimu. Halafu naye aliyeshuka ndio yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na kwa baada ya Yesu kupaa na kuondoka na kuwa juu ya vitu vyote, sasa anaweza kuwapa watu vipawa na kuwainua watu kuwa mitume, kuwa watumishi wake, waweze kumtumikia. Kitabu cha Wafilipi 2:6-11. Najua vingine sitaweza kuvimaliza, lakini kwa neema ya Mungu naamini atanisaidia. Anasemaje? Anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo majina yote. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni, vitu vya duniani na vya chini ya nchi, maana yake shetani na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alibidi afe ili apate mamlaka haya. Haleluya. 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 Kwa tunaona kuna vitu kadhaa vimetokea. Cha kwanza tunachokiona ni kwamba alipokufa, kuna vitu vinaanza kutokea hapa duniani. Amen. Cha kwanza tunaona kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu kinaondolewa. Kizuizi kati ya Mungu na mwanadamu kinaondolewa. Mathayo 27:51. Pazia likapasuka. Kuanzia wapi? Juu kwenda chini. Lingepasukia chini kwenda juu, mngesema mtu alilichana akalivuta.
Kwa nini? Sasa sitaki kwenda mbali sana, lakini unajua kanuni ya hekalu ilikuwa kwamba kunakuwa na pazia ili watu wasiingie patakatifu. Kulikuwa kuna mtu mmoja tu anaweza kupaingia patakatifu. Najua kuna dini nyingine mpaka sasa hivi zina mtu anawaingiza patakatifu. Huwezi kumuomba Mungu, unaenda kumuomba mtu mwingine akuombee kwa Mungu. Kitu ambacho Mungu alikiondoa baada ya msalaba tu, pazia la hekalu likapasuka katikati. Mathayo 21 mstari wa 51. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha kile kiambaza kilichokuwa kimewekwa kati ya mwanadamu na Mungu kimeondolewa. Mathayo 27:52 mpaka 53 tunaona makaburi yanafunguka. Makaburi yanafunguka. Watakatifu wanaonekana. Kwa nini hiki kitu ni cha muhimu kukiona? Kwa sababu Biblia inasema aliposhuka mpaka pande za chini aliwahubiria. Kwa nini? Wale ambao walikuwa katika vifungo, ambao ni mateka, walikuwa wameshafanya dhambi, hawajaipokea wokovu. Alipokuja yeye, alikuja kuwahubiria habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma kitabu cha Zekaria, nadhani kama sio Ezekia, utaona kwamba Yoshua anasema huyu ni hujui kwamba huyu ni kijinga kilichotoka kwenye moto. Lakini ambao alikuwa na mavazi machafu, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na changamoto ambao shetani alikuwa anasema mbele yake kumzuia asiingie. Bwana Yesu asifiwe. Musa mwenyewe anakufa, shetani anakuja kudai mwili. Kwa nini shetani adai mwili kama hakuna haki? Kulikuwa kuna haki, lakini Mungu akabidi atume malaika, kwa sababu anajua huyu siku ya mwisho nitaongea na Musa, nitatengeneza mambo. Ile siku nimekufa, nitamhubiria, nitawahubiria, nitatoka nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata mitume wa kipindi kile walikuwa bado hawajatimiza vile ambavyo Mungu alikuwa ametaka watimize. Haleluya. Lakini akashuka chini na Biblia inasema wakaonekana watakatifu mtaani wakitembea. Kwa nini? Kwa sababu Kristo kwa kufa kwake ameenda kufanya kile ambacho alikuwa anakisema, na akamnyang'anya shetani mamlaka ya kifo na mauti. Kingine ni kipi? Tunaona kwamba wale waliomtukana Mungu wamekuja na kumkiri kama Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 27:54. Unaona yule ndugu alikuwa amesoma chini ya msalaba akasema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Twende kitabu cha Zekaria 12:10, Message Translation. Zekaria 12:10 imetabiriwa hichi kitu kwamba mwisho wa siku akishamsulubisha ataonekana, sema nami nitawaangalia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanae wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Utaendelea kusoma mistari ya chini hapo, anasema watakuja kushtuka kwamba waliomuua ni mwana wa Mungu. Na ndio kinachotokea. Hawakuamini akiwa hai, lakini baada ya kufa pale msalabani wanaanza kuona ishara zinazothibitisha kwamba ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kingine kinachoendelea ni Yesu anafufuka kutoka kwa wafu. Na hapa ndio shangilio la Wakristo kwamba hakubaki kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waraka kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 19. Waraka kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 19. Inasema ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Unaona Kristo alishuka mpaka kule kuzimu na kuwahubiria waliokuwa katika nini? Katika wafu. Lakini isingewezekana kama asingekufa. Maana yake ambao wangeokoka tu ni sisi ambao tuko hai. Kwa hiyo ilibidi afe ili akaende na wale kule akahakikishe atakayebaki huko kuzimu kwa sababu ya uchaguzi, ila atawahubiria wote walio kuzimu. Kwa hiyo yote ambaye amekufa baada ya Kristo amesikia habari ya Injili, ni ameikataa tundu atakaenda kuzimu. Hata ruhusu mtu yoyote afe kabla hajaisikia Injili. Wengine watapigiwa hata simu, hata kama wako mahali ambako hawaijui Injili, atapigiwa simu na mtu asiyemjua kumwambia habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona alipokufa, tunaona hivyo vitu kama vinne vimetokea. Pazia limechanika, zile
makaburi yamefunguka, watu wakauona ukweli kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na siku ya tatu akafufuka. Na alipofufuka alikuwa endelea na kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nadhani naishia hapa leo. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Mstari wa 2, katika siku ile alipochukuliwa juu, alipopaa, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Mstari wa 3 anasema, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, aliwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo ya usui ufalme wa Mungu. Kwa unaona, Yesu baada ya kufufuka walikuwa wanakataa hajafa, na walikuwa wanakataa hajafufuka, mpaka watu wakapewa hela walinzi ya kwamba Yesu hajafanya nini? Hajafa, amekufa, na wamemtorosha ili waseme amefufuka. Lakini unaambia kwa siku 40 aliendelea kuwatokea wanafunzi, na aliwatokea akiwa na mwili. Hakuwatokea kama mzimu. Ushahidi ni huu, alikula nao. Biblia inasema akamwambia Petro, leta hao samaki uliowavua tule. Akawachoma, wakala pamoja. Sehemu nyingine nasema akaingia nyumbani kwa wale wanafunzi waliokutana nao barabarani, wakamega mkate wakala. Ila tofauti ya mwili aliokuja nao sasa ulikuwa ni mwili wa utukufu, ambao ndio miili ambayo tutaipata baada ya kifo, baada ya Kristo kuja kufanya ufufuo. Anaporudi mara ya pili, tutapewa miili mingine, sio miili hii, miili ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Siku 40 alichokuwa anafanyaje? Alikuwa anawapa the new plan. Alikuwa anawapa plani mpya ya namna ya kufanya huduma kwa siku 40. Ndio anawaambia, sasa hivi hamtafanya huduma kama mlivyozoea. Mtapokea mtu atakayewawezesha, mtapokea Roho Mtakatifu atakayekuwa nguvu, atawasaidia kuwa shahidi. Mtahubiri kwa ishara na miujiza. Ishara hizi zitaambatana na nyinyi mnaoniamini. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa, watapokea afya. Mtakula vitu vya kufisha, vitawadhuru. Kwa anawaambia taratibu mpya, na anasema, tazama, mamlaka yote mbinguni na duniani ninayo mimi. Hana shetani tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu aliyeokoka anapaswa kujua hichi. Shetani hawezi kukufanya chochote ili mradi unaishi katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi unaishi sawa na Mungu. Kwa hiyo tutaangalia vitu vingine vingi siku ya Jumapili baada ya ufufuo ni nini? Kwa sababu kuna maisha kabla ya msalaba na kuna maisha baada ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hakumaliza tu kazi pale msalabani, alafu tumebaki kukaa msalabani tunaomboleza. Hatujabaki msalabani, amefufuka na ametupa assignment. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna gharama kubwa sana ambao Kristo ameilipa tuwe na uponyaji wa physical na uponyaji wa kiroho. Uponyaji wa damu na nyama, wa mwili kabisa hivi kidunia kabisa, na kuna uponyaji wa kiroho, upatanisho na Mungu, na pia kuondoa uadui kati yetu sisi na Mungu, lakini kwenye ulimwengu kurudi katika nafasi ambao Mungu alitupatia na kumnyang'anya mamlaka shetani. Kwa Mkristo yote hataki kusema shetani amenipitia, maana shetani hana nguvu ya kukupitia. Alishanyimwa hiyo nguvu, alishanyang'anya hiyo mamlaka. You are the one in control now. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ameshamweka adui chini ya miguu yake. Shetani hana nguvu, ila tu ulimwengu na mambo yaliyotuzunguka yanatuonyesha kwamba yeye ana nguvu kumdhidi Mungu, lakini shetani hana nguvu juu ya mtu aliyeokoka. Haleluya. Haleluya. Unaweza kainuka pale ulipo, tumshukuru Mungu kwa kazi ya msalaba. Baba, tunakushukuru kwa kazi ya msalaba. Asante Yesu kwa kazi njema ambayo umefanya. Tumejua kwamba Bwana, kupitia msalaba kumekuwa na badiliko la kiroho. Bwana, inaitwa abon. Umefanya abon, umeondoa hukumu ndani ya maisha ya mwanadamu, nguvu ya dhambi inayoleta kwenye maisha ya mwanadamu, na consequences of sin in the life of human being. Umeondoa hata zile athari za dhambi kwenye maisha ya mwanadamu. Bwana, asante kwa sababu ulikuja ili tuwe na uzima na tena tuwe nao tele Bwana. Lakini Bwana, tupo katika kutazama
Tupo katika kutazama. Umesema tukikutazama tutaishi. Kitabu cha Yohana sura ya 3, Bwana anatuambia kwamba tukikutazama tutaishi. Katika ule mstari wa 15, Bwana tunakaza kukutazama, tunakaza kukutazama kama yule nyoka alivyoinuliwa kule jangwani, kama yule nyoka alivyoinuliwa na Abraham. Basi Bwana na sisi tutakutazama wewe ulioinuliwa pale msalabani, na kwa kupitia hicho Bwana tutaishi. Ile samaa wa dhambi umeingia, ule uhuru mbali na adui umeingia Bwana, na madeni yetu yote yamelipiwa, na sisi tuko huru katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu Bwana msalaba wako umeleta badiliko la ajabu. Umeleta badiliko la ajabu kwenye maisha yetu. Yamkini adui amekuwa akitudanganya, yamkini adui ameendelea kuachilia hofu, mashaka, hukumu ndani yetu, lakini neno lako linasema hakuna hukumu tena kwa hao waliomwamini Kristo. Hakuna hukumu ya dhambi, hakuna hukumu ya adhabu, hakuna Bwana. Kwenye Isaya unasema Bwana ulichubuliwa, ulionekana kama aliyekataliwa, ulionekana kama anayepigwa na Mungu, lakini Bwana ulinyenyekea. Bwana ulifanya vile kwa ajili yangu, na kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Bwana ile michubuko iliyotokea ilikuwa ni kwa ajili yangu. Yale mateso uliyoyapitia ilikuwa ni kwa ajili yangu. Ilipaswa nichubuliwe mimi, ilipaswa ile mijeledi niichukue mimi, ilipaswa mimi ndo nining'inizwe pale msalabani. Lakini Bwana neno lako linasema amelaaniwa yeye anayeangikwa msalabani. Na Bwana wewe ulikubali kuwa laana ili mimi nitoke katika laana. Bwana tumejifunza leo msalaba ni mahali pa mabadilishano. Nimebadilishiwa laana, nimebadilishiwa mateso, nimebadilishiwa magonjwa, nimebadilishiwa kila ambacho adui alikuwa amekileta ndani ya maisha yangu kwa wewe kugongwa msalabani. Hivyo leo Bwana, zaidi ya kulia ninashangilia, zaidi ya kulia ninashangilia. Ninashangilia msalaba, ninaushangilia msalaba, ninakushangilia Bwana. Asante kwa ajili ya msalaba wako Bwana. Asante kwa ajili ya kufa kwa ajili yangu. Umesimama pale kwa niaba yangu, umekaa pale kwa niaba yangu. Bwana nasema asante, maana wewe umeishi maisha matakatifu ili mimi nibadilishane na wewe utakatifu wako, na wewe ubebe dhambi zangu Bwana. Maisha ninayoyaishi sasa nina ujasiri ndani ya Kristo, maana si mimi ninayeishi bali ni maisha ya Kristo ninayoyaishi nikiwa niko hai hapa duniani Bwana. Na hivyo kuishi ni faida, kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Kama ninaishi leo sina maisha yangu, maana ni Kristo anaishi, na nikifa ninarudi pale ambako Bwana ulinitoa, narudi kwenye enzi yako. Sitaogopa kifo, kwa sababu Bwana akauliza mtumishi wako kwenye neno lako kwamba kiko wapi yako wapi maumivu yako kifo? Where is your sting or death? Bwana umeondoa watu hofu ya kifo kwenye maisha ya watu, hofu ya mauti umeimaliza kwa kwenda pale msalabani Bwana. Asante Bwana, kwa sababu kila mtu aliyekuwa na hofu yoyote hawezi kukaa mwenyewe kwenye chumba, hawezi kukaa mwenyewe, hawezi kufanya mambo kwa sababu ya hofu ya kupitiliza. Unaiondoa Bwana kwa msalaba wako. Umeondoa hofu, umeondoa mashaka, umeondoa hali ya kuogopa mauti katika jina la Yesu Kristo. Turudishie ujasiri hapa. Tunaelewa Bwana, ndio maana wanafunzi wako hawakuogopa kufa, maana Bwana kile ulichokisema kwenye neno lako ni kwamba unaenda msalabani ili uondoe hofu ya mauti, uondoe hofu ya mauti. Hawakuogopa, na neno lako linatuambia kwenye kitabu cha Ibrania hawakuogopa hata kupoteza uhai wao. Walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, hata hawakuhofu kufa. Bwana nakushukuru, maana Bwana unarudisha ujasiri wa kukupenda, ujasiri wa kumshinda adui. Kila hofu aliyokuwa ananipa haina mamlaka kwenye maisha yangu. Kuanzia sasa ninasimama, kuanzia sasa ninatembea, maana najua Bwana ushindi uko ndani yangu. Umenishindia katika jina la Yesu Kristo. Hakuna adhabu tena kwenye maisha yako, na kutangazia hakuna adhabu tena. Umesamehewa katika jina kuu la Yesu Kristo. Damu ya Yesu imenena mema kwenye maisha yako. Huko hapa hujawahi kumpa Yesu maisha yako. Umekuwa unakuja kanisani, umekuwa unasali vizuri, lakini unajua kabisa mimi sijawahi kupokea hii zawadi. Maana hichi ni kwa kuamini, alafu ukiri kwa kinywa chako. Unajua mimi sijawahi kufanyaga maamuzi haya. Natamani leo nianze na Bwana, nianze
kupokea zawadi hii ambayo Pastor umeizungumza. Njia pekee ni kumkiri Bwana kama Mwokozi wa maisha yako. Ni zaidi ya kubadilisha dini, ni zaidi ya kubadilisha dhehebu. Ni hali yako ya ndani ya kuamua kwamba kuanzia sasa nataka kutembea nikimfurahisha Bwana. Nataka niishi maisha yangu nikimpendeza Kristo. Na mimi nataka nikupe nafasi kwa dakika hizi chache, wakati tunahitimisha hii Ijumaa Kuu, tukiwa tunakumbuka kwamba kuna Pasaka ametolewa kwa niaba yetu, lakini njia pekee ya kupokea ni wewe kumwamini huyo. Kama uko hapa hujai kumpa Kristo maisha, hebu nione mkono wako. Nione tu mkono wako, alafu tutaomba pamoja siku ya leo, na najua maisha yako hayatabaki vile yalivyo. Nione mkono wako wewe ambaye unasema siku leo ya Ijumaa Kuu, tukiwa tunakumbuka yale ambayo Kristo amefanya, natamani kuanza maisha mapya. Natamani kuanza maisha mapya. Sijasema wewe ni mdhambi, sijasema wewe ni nini, nimesema tu unatamani kuanza maisha mapya na kufungua kurasa mpya. Nione mkono wako. Nione mkono wako tafadhali. Asante Yesu. Naona hakuna, lakini unaweza ukaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Unapoenda nyumbani, unaendelea kutafakari yale ambayo Kristo amefanya. Kumbuka, auishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu amekupa maisha ya kuishi, ambao maisha hayo Kristo ndo amekupa. Kwa Kristo ameishi maisha ya kumpendeza Mungu, ili sisi kwa kumwamini yeye tuanze kuonekana na maisha ya namna hiyo. Maisha ya namna hiyo ni sio safari ya siku moja, lakini ni safari ambayo kila siku utakuwa ukijikana nafsi yako kumfuata Kristo kila anachokisema. Na tunachokifanya sisi ni kutii na kufuata Roho Mtakatifu anachotuambia. Ni hatua ndogo ndogo, na mwisho wa siku tunapokea ukombozi katika maisha yetu. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Tunasema asante kwa jioni ya leo. Tunapoondoka hapa, tunaondoka Bwana tumejaa na neno lako. Tumejazwa na kile ambacho Bwana umekijaza kwenye mioyo yetu. Tunaomba kisiondoke. Daima tutakapokaa katika maisha yetu, tukumbuke Pasaka, na tukumbuke Bwana siku hii ya Ijumaa Kuu ni nini kilifanyika, kwamba mwana kondoo alichinjwa, akasimama katika malango yetu, ili kile ambacho kilipaswa kiwe stahiki yetu kikapita juu yetu, ili tuweze kupata furaha ya maisha kupitia maisha ya yule mwana kondoo ambaye amewekwa chini. Tusaidie Bwana, tuweze kuendelea kutembea katika njia hii, tukikupenda, tukikuishia, katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila atakayenyosha mkono kwa kutolea, mbariki, mzidishe, maisha yake yasibaki vile yalivyo. Neema yako Bwana ikaendelee kuwatunza watoto wako mpaka tutakapokutana tena Bwana. Wamelindwa hawa, wametunzwa na kuhifadhiwa katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Amen. Unaweza ukamshangilia Bwana.